One of the benefit of serving God is divine protection. Mimi dada, mwaka 2022-2023 nilikuwa napata ajali mbaya sana. Nilipata ajali mbaya sana mara 4. Yale magari nilikuwa naendesha yalikuwa written off. Na ajali moja nilipata, nilikuwa naendesha gari and my daughter was seated on the other side. Alafu gari ilikuja kutokea ikagonga ule upande wa mtoto wangu. Ukiniuliza mpaka leo tulitokaje kwenye ile ajali, I don't know. Lakini tulitoka without a scratch. Nimekwenda mahali kuhubiri Shinyanga, nikadondoka madhabahuni when I was preaching. Wakati nikiwa pale juu na hubiri, I saw somebody from the back throwing an arrow to me. I saw it with my eyes. Watu wengine walikuwa hawaoni, but I saw it. Kwa hiyo nikiwa pale juu nikaona ule mshale unatupwa. Kwa hiyo nikainama ili kupisha upite juu ya kichwa changu, kwa sababu the target was here. Mkoa wa Shinyanga, I have the pictures. Kwa hiyo nilipoinama ili sasa upite, watu hawakuelewa kwa nini nimeinama. Nikiwa pale juu nilikuwa na msichana huyu na yule kijana yule pale. Kwa sababu ule mshale, ule ukumbi ulikuwa ni ukumbi mkubwa wa mama kama 500 wamekaa wananisikiliza. And I'm seeing somebody throwing something from the back. Na ulikuwa unakuja direct on my forehead. Now God opened my eyes and I saw that arrow coming. So nikainama namna hii. That video you recorded, you saw me going down like this. Sasa ukaja na upepo mkali, kwa sababu umetupwa kutokea mbali. Ule upepo ukanidondosha mbele za watu, na viongozi wa serikali walikuwa hapo, mbunge wa hilo eneo alikuwa hapo. Sasa nimedondoka, everybody is panicking, wanapiga kelele, ui 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 ui. Wakakimbia pale juu, wananifungua zipu, wakanibeba, wakanipeleka hospitali. Nimefika hospitali, wanapima kila kitu, hakuna ugonjwa. Kila kitu wanapima, hakuna ugonjwa. Nikamwambia mimi siumwi, because now you cannot explain what you saw. They will not understand. So I just told them I'm not sick, let me go. Sasa Mungu amenilinda kwenye vitu vigumu kama hivyo. Nimepita kwenye mambo magumu, nimepita kwenye vita ngumu. Kuna wakati mimi nilikuwa natoka hospitali na drip mkononi, naenda napanda madhabahuni, nimevaa suti na ficha hiyo. Lakini nilisema sauti yangu haitanyamazishwa na adui. Yesu anasema nitalijenga kanisa langu na malango ya kuzimu hayata. Lazima uwe mama ambaye ni tough. If you are going to build anything that will last, lazima uwe tough. Lazima uwe tough. Lazima uwe tough. Kuna siku moja nilikuwa naongoza maombi kanisani nikiwa na ujauzito wa mtoto wangu wa mwisho. Sasa sijui ni wa mwisho, sijui kuna mwingine, sijajua bado. Oh, hallelujah. Naongoza maombi niko kanisani, nikasikia vibaya. Nikarudi kwenye kiti kukaa. Nikaona nasikia vibaya zaidi, nikatoka nje. Kule nimeenda nikadondoka, nikazimia huko. Wakanibeba wakanipeleka hospitali. Waliponifikisha hospitali nilikuwa natapika sana. Wakanidunga sindano ya kuzuia kutapika, wakanitundikia drip. Badala ya kuacha kutapika nikaanza kutupa mikono na miguu kama mtu anayekata roho. Alafu nikafika mahali nikanyamaza. Madaktari wanakimbia. Kesho yake ni Sunday. Hiyo siku ilikuwa ni Jumamosi, tulikuwa na ibada ya mama kanisani. Kesho yake ni Sunday. Wakati nimelala pale, sina nguvu. Ndani ya roho yangu, Roho Mtakatifu akanikumbusha andiko ambalo tulijifunza kwenye Bible study ya nyumbani na watoto wangu. Lile andiko kwenye Isaya linasema atakaye kufa akiwa mdogo kati yenu atakufa na miaka 100. Nimelala pale. Siwezi kuomba kwa sababu sina nguvu. Lakini huku ndani nikamwambia Mungu, I'm not even half 100 years. So I'm not going. It is not time yet. My children are too young for me to go now. But the church still needs me. I have to be there. Kwa nikawa naomba na kule ndani naomba nasema Mungu, it is not time. Sijafika hata nusu ya miaka 100. I cannot go now. I cannot.
Bwana asifiwe watumishi wa Mungu. Saa 10 asubuhi nilinyanyuka kwenye kile kitanda, na asubuhi kwenye ibada nilikuwa naongoza maombi kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Hizi neema unafikiri zinakuja tu kwa kulala usingizi? Mwambie jirani yako, you must be tough. Sasa Nehemia anapata hiyo taarifa ya watu wake, ukuta umebomolewa. Na nataka tujifunze vitu vichache kwa Nehemia, alafu nikuache uende ukale chakula. Bwana asifiwe. Tunaona Nehemia alipewa hiyo huduma ya kujenga ukuta uliobomoka. Na nimekuambia a broken wall is something that needs to be repaired and to be rebuilt. Na nimekuambia yeyote Mungu anayekuja anayemleta kwako akiwa dhaifu, akiwa amevunjika, ni wajibu wako kumjenga. Na nimekuonyesha hatari ya kutosimama kwenye nafasi yako ya ujenzi, na nimekuonyesha jinsi ambavyo shetani anatafuta walio dhaifu na waliochoka ndio awashambulie. Kwa lazima uact haraka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jina Nehemia, the name Nehemiah is the name that means comfort. Maana ya jina Nehemia ni neno comfort au neno faraja. Bwana asifiwe. Now if God is going to use you to rebuild broken lives, number 1, you must possess the Nehemiah anointing, au you must possess the anointing to comfort. Tuko pamoja? If God is going to use you in the ministry of rebuilding broken lives, number 1, you must possess the anointing to comfort. Kwa sababu wale waliovunjwa na maisha, wale waliovunjika wanapokuja, all they need is comfort. All they need is comfort. Bwana asifiwe sana. Kwa number 1, you must possess the anointing to comfort. You must possess the Nehemiah anointing. Bwana asifiwe sana. Number 2, if God is going to use you to rebuild broken lives, number 2, lazima uwe ni mtu unayegusika na shida za wengine. Lazima uwe ni mtu unayeguswa na matatizo ya watu. Unaona Nehemia mama alikuwa kwenye ikulu, anakula vizuri, analala vizuri, ana mshahara mzuri, lakini aliposikia ndugu zake wako kwenye shida, Biblia inasema akalia, akaomboleza. Manake ni mtu ambaye alikuwa anaguswa na shida za watu. Ni mtu ambaye matatizo ya watu wengine alikuwa anagusa moyo wake. Kuna watu wana roho mbaya. Kuna watu wana roho ngumu. Hata sikia una shida gani hagusiki. Misiba ya watu haendi. Washirika wenzake wakiwa wagonjwa hutamuona. Yani ana roho mbaya, maisha yake anaishi ni ya kwake tu. Kila anachopata anakula mwenyewe na maliza. She cannot share. She cannot be of good help to other people. Huwezi kuwa mama unayejenga maisha ya waliovunjika. Huwezi kuwa ni mama unayejenga kuta zilizobomoka kama una roho mbaya ambayo huwezi kushirikishana na mtu chochote ambacho Mungu amekupa. Lazima uwe ni mama ambaye unagusika na shida za watu. Niko hapa, kuna mtumishi wa Mungu mkubwa kule Tanzania, amefiwa na mtoto wake. Alifiwa na mume, nimeona amefiwa na mtoto. She's a woman of God I love. Namuitaga dada, ni mama mtu mzima. Na nikaona taarifa kwenye mtandao amefiwa na mtoto wake. Nikamtumia message nikamwambia, dada, I'm sending you hugs. Siko Tanzania lakini kirudi I will come to see you. Na nimeandaa bahasha nzito kwenda kumkumbatia nayo, kwa sababu she's a broken wall in this season. Nimeandaa bahasha nzito niende nimuone, nimkumbatie, nimwambie pole, tuendelee mbele na kazi ya Injili. Sasa kuna wamama tuko hapa, tuna roho mbaya, tuna roho za kishetani. Yani huwezi ukasikia shida ya mtu and you arise and do something. Uko kanisani namna hii tukiwa kuna mama amejifungua, wa mama wenzako wanaenda, we kila siku unaga nafasi, we kila siku uko busy. Hakuna namna Mungu atakutumia kujenga vilivyobomoka ukiwa na roho ya namna hiyo. Mungu anapotafuta watu wa kutumia kujenga vilivyobomoka, anatafuta watu wenye mioyo inayoguswa na shida za watu. Anatafuta watu ambao shida ya mwenzake ni ya kwake.
Anatafuta wale ambao Biblia inasema lieni na wanaolia. Mama ambaye hawezi akakaa akala chakula akalala usingizi wakati kuna mama mwingine ana shida. Anatafuta kina Esther ambao wako ikulu, lakini wakisikia Wayahudi wanaingia kwenye matatizo, hawali chakula siku 3, wanakaa kwenye maombi, wanatafuta solution. Those are the people that God uses. So if God is going to use you in this movement of rebuilding broken walls, number 1, you must have the Nehemiah anointing, the anointing to comfort. You cannot be harsh and rebuild broken walls. Lazima Mungu akupe hiyo comfort anointing. Bwana asifiwe sana. Lakini number 2, lazima Mungu akupe burden. Lazima Mungu akupe moyo unaogusika na shida za watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hicho ndio kitu kimoja wapo unahitaji kuomba, kwamba Mungu akupe. Anasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20 na mstari wa 35. Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 35. Anasema katika kila jambo nimewaonyesha kwamba kwa njia hii ya kufanya kazi kwa bidii imetupasa kuwasaidia wadhaifu. Imetupasa kuwasaidia wadhaifu, mkikumbuka maneno ya Bwana Yesu mwenyewe jinsi alivyosema, ni heri kutoa kuliko kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Number 3, if God is going to use you in this movement of rebuilding broken walls, number 1 nimesema you must possess the Nehemiah anointing or the anointing to comfort. Number 2 nimesema lazima uwe mama unayegusika na shida za watu. Number 3, lazima uwe na moyo mkubwa wa kiungu. You must have a large heart. You must have a large heart. A heart full of kindness, sympathy and empathy. You must have a large heart. Kwa sababu kuna watu watakuja kwako broken, my sister, ambao ukiwaangalia unaona mbona hii brokenness umejiletea mwenyewe? Mbona kwenye hii shida umejiingiza mwenyewe? Bwana asifiwe sana. Lakini at that time, wakati mtu tayari yuko kwenye brokenness, sio wakati wa kumjudge, sio wakati wa kumhukumu, sio wakati wa kumsema, sio wakati wa kumnyoshia kidole. Bwana asifiwe sana. Hata mtoto wako nyumbani ukiona mwambie usicheze wewe kwenye hilo kabati, usicheze, hasikii. Anacheza kabati linamwangukia, linamvunja. Wakati amekaa pale analia amevunjika, au mpigi, unapeleka hospitali kwanza. Unamsaidia. Baadaye akishakaa sawa ndio kama utaweka hapo na kibao ni sawa. Bwana asifiwe sana. You must have a large heart. You must have a large heart. Na kuna watu God will bring to you as broken walls ambao wamewahi kukufanyia ubaya, wamewahi kukusema vibaya, wamewahi kukuletea matatizo, wamewahi kukufanyia ufitini na umbea na uchonganishi. But when they are broken, God expects you to have a large heart. Bwana asifiwe sana. God expects you to have a kind heart, a heart of empathy and sympathy. Bwana Yesu asifiwe. Ezekiel chapter 34 and verse 16. Ezekiel chapter 34 and verse 16. Huyu ni Mungu anazungumza. Anasema nitawaulizia kondoo waliopotea. Haumuoni dada kanisani siku 2 siku 3? Ulizia. Mtafute. Anasifiwe sana. Fuatilia. Mungu anasema nitawaulizia kondoo waliopotea na kuwaleta waliotangatanga. Nitawafunga majeraha waliojeruhiwa na kuwatia nguvu walio dhaifu. Lakini wale walionona na wenye nguvu, anaendelea pale. Anasema wale walio dhaifu, waliojeruhiwa, anasema nitawafunga majeraha, nitawaponya, nitawaganga. Hiyo ndio kazi ya wanaojenga vilivyovunjika. Lazima uwe na moyo wa kiungu wa kuponya majeraha. Tatizo ni kwamba badala ya kuponya, sisi ndio tunaongezea chumvi kwenye maumivu ambao watu wanakuja nayo. Niliwaambia jana, nikamwambia ukanisani, yaani makanisani humu, hii ni hospitali. Watu wanaokuja huku wote ni wagonjwa. Kuna wengine wako mahututi. Kuna wengine wameshakuja wamekaa huku, kidonge cha neno la Mungu kimeanza kufanya kazi, wameanza kupona kidogo kidogo. Kuna wengine ni chronic diseases. Hallelujah. Sasa you must learn to be nice, you must learn to be kind, you must learn to have a good heart.
Nikawapa testimony yangu, nikamwambia jinsi ambavyo siku moja nilikuwa naenda kanisani. Si wa mama sisi, unajua kuna wakati ndoa haieleweki, watoto hawaeleweki, mume humuelewi, biashara hazieleweki, pesa hakuna. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu the fact kwamba tumeokoka haimaanishi we are immune from all the challenges that other people are facing. Si ndio? Siku moja naenda kanisani, yani vitu si vielewi. Nikaenda kanisani, dada naendesha gari, nalia kwenye gari, nalia. Sisi ni wanawake, sifa moja wapo ya mwanamke ni kulia. Wakati mwingine ukichanganyikiwa na hujui cha kufanya unalia. Na saa nyingine tunaliaga bila sababu. Tukiona vya kulia vililiki tunanuna. Sasa siku hiyo mimi naenda kanisani, watumishi wa Mungu, yani niko down, nasikia kuchoka, nikawa nalia. Sasa unajua ni mchungaji na watu wanategemea wapate nguvu kutoka kwako, kwa hiyo inabidi ujikaze. Nilipofika pale kwenye mlango wa kanisa, nikachukua wipes, nikafuta machozi, nikapaka lipstick yangu vizuri, nikashuka kwenye gari. Lakini niko down sana ndani, na nilikuwa natakiwa kufundisha Sunday school. Nasema Mungu, nitashika microphone namna gani leo? Alafu niliposhuka kwenye gari, wale ushers walionipokea wakawa wananiambia, mama, leo umependeza. Mama, hiyo nguo. Watu wa Mungu walipokuwa wanazungumza vile, they were ministering to my soul. Kikombe ndani yangu kikawa kinajaa. By the time napanda madhabahuni nashika microphone, I was another thing. Unaona ile huduma mliofanya wakati naingia pale? You were healing me. You were healing me. You didn't know. You were healing me. Mnanipigia makofi, mnaniimbia, mnatabasamu, mnanishangilia. Nasema Mungu, ni mimi. When did I get here? When? What did I do to deserve this? What is it? Kama ni wanawake wanahubiri, mbona wako wengi? Kama ni wanawake watumishi wa Mungu, what did I do? What is it that I did? Mnasimama hapa wachungaji, mnasema tunamfuatilia kwenye mtandao. Nasema mimi nahubiri nini cha ajabu? Kipi? Lakini what you were doing as I was coming in, you were rebuilding a broken. Because we go through a lot and sometimes we don't talk. We don't talk because people do not expect you. But what I want to tell you is, even the strong cry. Even us, we need you. We need you. Your word of comfort ni tofali unaloweka kwenye ujenzi. Your message of encouragement ni tofali unaloweka kwenye ujenzi. Your smile, your hug ni tofali unaloweka kwenye ujenzi wa kuta zilizobomoka. Mama, jenga. Build with your smile, build with your prayer, build with your money, build with your hugs, build with your words of encouragement. Build. Just build. People are going through a lot. Tunakuja huko kanisani tumepaka lipstick na wanja, lakini tukikwambia vitu tunavyopitia. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa nakuja dada, wakati napita airport Tanzania pale, baba mmoja akaja kunisalimia, pastor, Mungu akubariki, unanibariki sana, unapofundisha ndoa unatusaidia sana sisi wanaume, lakini pastor, mimi nimepata ulcers. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia, pastor, mke wangu matusi yanayonitukana, nikikaa peke yangu nikitafakari nasikia tumbo linauma. Akaniambia, mke wangu ananiita mbwa. Mke wangu ananiambia wakiitwa wanaume na wewe utaenda. Are you a man? Yes. Akaniambia, pastor, I'm the one working, paying the children's school fees, feeding her, taking care of the family, na bado ananiambia wakiitwa wanaume na wewe utaenda. Akaniambia, pastor, nimepata ulcers, lakini imebidi nitafute mwanamke mwingine, amekuwa faraja. Sasa at that time hata huwezi kumwambia that one is wrong. Huwezi kumwambia hivyo. Huwezi. Dada, mimi I'm very honest. Kuna saa mimi huwa nasemaga kuna makosa mengine huwa tunayafanya, lakini Mungu akituangalia kule mbinguni anasema I understand.
Yaani mimi nasemaga hivyo. Nasemaga kuna vitu tunafanya ni makosa. Lakini kwa mahali ambapo unakuta shetani amekuweka kwenye kona, naamini Mungu akituangaliaga kule mbinguni anasema nakuelewa. Tutakusaidia, utatoka hapo, lakini for the time being I understand you. Sasa baba ananiambia, pastor ananiambia, nimetafuta mwanamke. I have another woman outside. And that woman is the one who has helped me to still be alive. Sasa hapo unaanzaje kumhubiria kwamba uzinzi ni dhambi? Huwezi. Huyo unamwacha kwanza, unatengeneza naye urafiki. Alafu unatafuta huyo mke wake, usaidie huyo mke wake kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametuita kujenga na vitu vingi sana vya kuwafundisha. Nataka nikufundishe namna ya kujenga kwa kutumia karama yako, namna ya kujenga kwa kutumia kinywa chako, namna ya kujenga kwa kutumia mwenendo wako. Lakini leo niishie tu kwa kusema mambo hayo matatu. Ili uweze kujenga vilivyobomoka, you must have the Nehemiah anointing. Lazima uwe mama wa faraja. Lazima uwe mtu ambaye kwako ni kama mji wa makimbilio. Kifua chako ni mji wa makimbilio. Ni mahali ambapo watu wanaweza kuja wakalia, and they will not be judged, they will not be condemned. They will be comforted in the Lord, and they will be given solution and answers to their questions. Number 2, nimesema lazima uwe na moyo mpana. Lazima uwe na moyo mpana. Kwa sababu kuna watu watakuja kwako wanahitaji msaada, and they don't deserve your help. Lakini at that time sio wakati wa kuwa condemn na kuwa judge. Wasaidie kwanza. Wakisha saidika, wakisha ponyeka, sasa tunaweza kurekebisha kama kuna vitu vya kurekebisha. Na namba 3, nimesema lazima uwe na moyo wa kiungu wa kuganga waliojeruhika, moyo uliojaa huruma, moyo uliojaa sympathy, moyo uliojaa empathy. Hapo ndio unaweza ukatumika katika eneo la kujenga vilivyobomoka. Mungu atupe neema. Wamama, Mungu atupe neema. Nasema Mungu atupe neema. Tuifanye hiyo kazi kwa bidii. Amen. Na tuifanye huo wajibu kwa moyo. Amen. Labda nimalizie kwa kusema namba 4. Ili uweze kutumika katika huduma ya kujenga vilivyobomoka, hata nimalizie hapo. Namba 4. Lazima uwe tayari kufanya kazi ya kusaidia bila kuangalia faida. Lazima uwe tayari kufanya kazi ya kujenga na kusaidia walio dhaifu bila kuangalia unapata nini. Kwa sababu sometimes hautapata chochote. Most of the time hautapata kitu. Biblia inasema Nehemia aliacha kazi yake yenye mshahara, kazi nzuri, akaondoka akaenda Yerusalemu kwenda kujenga ukuta uliobomoka, mahali ambapo hakuna mtu anamlipa mshahara. Nobody was going to compensate him for the work he's going to do. Lakini watu wanaofanya kazi ya ujenzi wa kujenga vilivyobomoka, most of the people that you are going to help and assist, they cannot pay you. They cannot repay you. Sasa ukiwa ni mama unayeangalia tu nitapata nini, huwezi kufanya hiyo huduma. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Lazima uwe ni mama ambaye uko tayari kusaidia bila kuangalia faida. Uwe ni mama ambaye uko tayari kujenga kuta zilizobomoka bila kuangalia utapata nini. Ezekiel chapter 34 and verse 2 to 4, utaenda utasoma pale peke yako. Ezekiel chapter 34 verse 2 to 4 utasoma. Namba 5. Ili uweze kutumika katika huduma ya kujenga vilivyobomoka, ili uweze kutumika, namba 5, lazima uwe tayari kuacha your comfort zone. You must be ready to leave your comfort zone and be ready to step out and help those who need to be helped. Tunaona Nehemia aliacha comfort zone yake ikulu, akasafiri akaenda Yerusalemu. Bwana asifiwe sana. Yesu anasema nilikuja kutafuta kilichopotea. Aliacha comfort zone yake mbinguni, akaja hapa kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe.
Na ndio maana naamini mama atatuongoza. Kuna wakati tutaingia mtaani kuwatafuta. We will leave our comfort zones. We will leave our offices, we will leave our homes. Tutaenda kuwatafuta. Kuna wakati tutaacha vitanda, tutakaa hapa tunakesha, tunawaombea, tunawajenga in the place of prayer. You must be ready to leave your comfort zone if God is going to use you to rebuild broken walls. Number 6 na mwisho. Number 6 na mwisho. Ili uweze kutumika katika huduma ya kujenga kuta zilizobomoka, lazima ukubali na uamue kuwa mama wa msaada popote utakapojikuta. Lazima uamue kuwa mama utakaye kuwa msaada. Lazima uwe na kitu cha kufanya. Lazima uwe na namna ya kusaidia mtu. Bwana asifiwe sana. Paulo anawaandikia kanisa la Rumi kwenye kitabu kile cha Warumi 16 mstari wa 1 mpaka wa 2. Warumi 16 mstari wa 1 mpaka wa 2. Anasema namkabidhi kwenu, anawaandikia kanisa la Rumi, anasema namkabidhi kwenu Foibe ndugu yetu aliyemhudumu wa kanisa lilioko Kenkrea. Anasema kwamba mumpokee katika Bwana kama iwapasavyo watakatifu, mkamsaidie katika neno lolote atakalohitaji kwenu, kwa sababu yeye naye amekuwa msaada kwa watu wengi, na mimi nikiwa mmoja wapo. Paulo anatestify kuhusu dada Foibe. Anasema huyu dada anakuja huko kwenu kanisa la Rumi, naomba mumpokee, na msaada wowote anaohitaji mpeni, kwa sababu yeye pia amekuwa msaada kwa watu wengi, na amekuwa msaada kwangu mimi mwenyewe. Nataka nikwambie mama, utakapoamua kuwa msaada, there is no way you will lack help. Paulo anamwambia kanisa la Rumi, msaidieni, lolote analotaka msaidieni. Kwa nini? Kwa sababu na yeye pia amekuwaga msaada. Unaposaidia watu unapanda mbegu. You will not lack help when you need it. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri tukiishia hapo. Sasa niseme huduma hii ya kujenga vilivyobomoka imefunguliwa katika jina la